Mimi naitwa Ndele Jairus Mwaselela. Hebu tamka tuone. Jairus mnalijua kwa sababu yuko kwenye sinema, ukweli? Sasa Jairus ndio jina la babangu, Mwaselela jina la utambulisho wa ukoo wetu, Ndele jina la kiasili kabisa kutoka Mbeya. Jina langu sijabadilisha jina, sikubadilisha makusudi, na kwetu Ndele manake ni mtu jasiri. Kwa maeneo mengine Ndele, kwa maeneo mengine tena Ndele tena jina lingine tena. Sasa sijui. Mimi ndio mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa kupitia mkoa mkubwa wa Mbeya. Mwakilishi kabisa wa mkoa, naenda kwenye vikao vya Dr. Samia Suluhu Hassan kutoka mkoa. Anatoka mmoja na hapa yupo, anaitwa Simba Juma Simba Gaddafi, mkoa mzima wa Dar es Salaam. Na mimi natoka mkoa mzima, lakini mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa anafanya kazi Tanzania nzima. Mmenielewa tofauti yake? Anafanya kazi Tanzania nzima. Ndio maana wale vijana wa itifaki walimvisha skafu. Na hapa nilipo nimeshafanya ziara mikoa yote. Nifanya ziara na makamu mwenyekiti. Nibahatika baada ya makamu mwenyekiti kuchaguliwa, mimi ndio nilikuwa front team ya kufanya ziara, kuyaeleza mazuri ya serikali ya awamu ya 6 ya mama jasiri, jemedali, mahili, smartness, mama Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tuieleza vizuri kabisa. Nimezunguka mikoa almost 15. Kwa hiyo ninaijua Tanzania. Naijua Tanzania. Kwa hiyo nilitendea haki nafasi yangu kwanza kuwa mneki kijana anayewakilisha mkoa. Manake mama alikuwa anajua kwamba nikimpeleka jina hili, moja ya watu ambao wanaweza kushinda, akapeleka kijana na mimi nikiwemo, na nikashinda mkoa wa Mbeya. Kushinda sio kazi rahisi kwa kijana. Lazima uwe na sifa, na ndazisema sifa zenyewe hapa. Lakini mimi ni mwana uchumi. Mimi ni mwekezaji. Ndio naanza kusema sifa kabisa. Mimi ni mmiliki wa shule za Patrick Mission Dar es Salaam. Nadai. Kwa hiyo nataka niwahakikishie, moja, Dr. Samia si kiongozi wa kubahatisha, wala sio mtu wa kumbeza kama watu wengine wanaofikiria. Ni smarti kweli kweli, na mimi nimehudhuria vikao vyake kweli kweli, na sio kuhudhuria, nimechangia kweli kweli. Kwa nataka niwatie shime vijana. Mimi ni mtoto wa mama ntilie. Babangu alikuwa mlinzi wa sokoni na mamangu alikuwa muuza supu wa mtaji wa shilingi 5,000. Leo mimi ni mmiliki wa shule, ada yake milioni 5. Mmenielewa vizuri? Na hapo ndio shule inaanzia hapo. Kwa nataka niwatie moyo kwamba unaweza ukafikiri wewe ni mdogo kwa sababu umezaliwa familia ya maskini. Mungu huweka watu wakubwa kwenye familia ya maskini. Mungu huhifadhi wakubwa kwenye familia maskini. Mungu huhifadhi wakubwa kwenye familia ya watu maskini. Ndio maana hata Yese, Daudi alitoka kwenye familia ya Yese. Sawa? Ndio maana hata mfalme Suleiman au tuseme yule Yusufu alitupwa na ndugu zake, alafu akaibuka kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo unaweza ukajizalau, lakini hujui Mungu ameweka nini juu yako. Unaweza ukajiona wewe ni umetoka kwenye familia maskini, ukasahau neno moja linaloitwa bidii. Fanya bidii. Mungu hujali sana watu wake.
na anaficha sana kujua nini kitatokea kesho. Mungu anaficha maskini wasionekane haraka, kwa sababu anaweka kalama ili wasije wakamzuru mapema. Kama watu wangekuwa wanajua mimi ndakuwa fulani, si ajabu wangenizuia huko mapema. Mmenipata vizuri? Kwa Mungu huwa anaficha. Mungu anaficha. Kwa hiyo nataka niwahakishie wanavyuo, elimu taasisi ya watu wazima, kwamba nimeona leo graduates wapo wanaoingia. Nimeamua niwaambie historia yangu ili msije mkasifiri mimi nimetoka kwenye mboga 12. Mimi nimetoka kwenye nusu mboga. Nusu 12 hata sizijui. Kwa hiyo I'm proud na Mungu wangu, I'm proud na Dr. Samia. Watu wawili na waheshimu duniani. Na mheshimu Mungu na mheshimu Dr. Samia, ambaye alisema huyu hana godfather lakini anaweza kushinda. Akapeleka jina langu, tukaleta 5 na watu wanaojifanya ni maarufu sana, basi wakachapwa asubuhi mapema, dakika 5 sikuwa tumemaliza matokeo. Pale sikuwachapa mimi, alikuwa amewachapa Mungu. Kwamba Mungu akataka wewe ukaseme kwa niaba ya watu wote, alijua nini dhamira yako moyoni mwako. Sawa? Kwa hiyo kwanza ujue nia yako. Ujue? Nia yangu. Ujue? Nia yangu. Tunavyowaambia wa Tanzania kwamba Dr. Samia ana uwezo mkubwa sana, sisi ndio mashahidi na sisi ndio wa kutoa ushuhuda. Leo si nimetoa ushuhuda hapa. Huu ushuhuda una mawenge? Una mawenge? Hauna. Juzi mlikuwa na Dr. Tulia, si ndivyo? Mimi ndio mneki wake wa mkoa. Kwa akiwa pale mimi ndio naendesha kikao, sio yeye. Mbona tofauti yake? Mbona Mungu alivyo mkubwa? Sawa? Kwa hiyo kuna vitu vingi lazima ujifunze. Dr. Biteko anasemaga watu ni simdharau uliyekaa naye karibu. You never know kesho atakuwa nani. Moja ya kitu ambacho na washaurigi sana wana CCM wenzangu kwamba tuwe na akiba ya maneno na akiba ya vitendo. Akiba ya maneno na akiba ya vitendo. Unayokuwa unafanyia figiso fulani, kumbe huyo ndio atakuja kukujadili baadaye. Na huyo anaweza akapeleka hata memo. Yule mlinzi unayemuona pale wa ajabu yule, anaweza akakuzuia usiende kwa bosi wake. Akasema tu bosi anayeingia ni jambazi, ita walinzi hapo, ita nini, piga bomu. Kapiga bomu kumbe ameua ndugu yake. Mlinzi yule naye mdharau pale. Kimdharau house girl nyumbani, anaweza kabadilisha chakula chenu mle ndani, wote mkafa mle ndani. Kwa sababu umekosa neno hekima tu. Umekosa nini? Hekima. Simdharau mtu. Hata ukimkuta mtu anaosha vitu nje pale, simdharau. Anaweza kawa anaosha vile vitu, lakini kumbe amekuja kuosha kwa muda. Umekuja kuosha? Heshimu watu. Heshimu? Kwa jambo la kwanza lazima muheshimu watu. Ndio maana anasema sisi wa Tanzania hatuna haja ya kumung'unya maneno kwenye swala la kumtetea Dr. Samia. Yaani kwanza tunamtetea sisi wana CCM na Watanzania wote. Ukiangalia miaka 4 aliyoipokea nchi mpaka alipo sasa, anahitaji apongezwe sana na sio kulaumiwa. Makofi kwa Dr. Samia. Na mimi nimesema mimi ni mneki, naruhusiwa kuzunguka nchi, kwa nitazunguka nchi nzima kuongea na watu, na sina haya. Wewe mtoto wa mchunga ng'ombe atakuwa na haya? Mtoto wa mama ntilie, mimi nilipofika tu hapa ni Mungu amenisaidia. Sasa utanitisha nini? Utanitisha cheo mimi? Yaani hapa nilipofika tu, kuna mtu nilikuwa namtania juzi kama hata gari linaoendesha tu, na mimi mwenyewe nashangaa kwa sababu nilikuwa sina uwezo wa kuendesha hata gari. Kwa hiyo plus na hii miradi aliyonipa Mungu, plus na cheo hichi Masamia, naye akasema Mungu akapitia kwa Masamia, sema nimemuona mtoto wa Daudi pale, hebu mpe naye akaendeshe mkoa hapa. Ni jambo
la kumtetea huyu mama kwa gharama kubwa sana. Uwepo wake yeye ndio leo mimi nimekuja Dar es Salaam. Uongo? Kwa sababu alinifundisha kutokudharau. Ningeweza kusema mko wangapi? Lakini nilipomuuliza Bananga, ambia Bananga waambie watu wabadilishe eneo. Watoke yani siasa ni mchezo wa akili. Watoke kwenye pakubwa, waje kwenye padogo, tuongee vizuri. Ila mazungumzo yanaendelea. Mazungumzo? Hata mngekuwa 10 tungejifungia chumbani, mazungumzo yanaendelea. Dhamira haiahirishwi. Kwa msijisikie wanyonge. You are so many kuliko mnavyofikiria. Mwambia Bananga, Mbeya mimi pale nilienda mwaka jana, nilihutubia watu 20,000. Lakini si ajabu labda message niliyoitoa haikuwa sawa na watu ambao nawahutubia leo. Wajua na penye ukiwa na watu wengi sana, unawehusika kichwani. Hutoi message vizuri. Ukiwa na watu wachache, message inaingia vizuri, unakuwa kama unafundisha hivi. Na sisi wanasiasa, sisi tunahitaji mabalozi tu. Mimi kwa mfano, mimi hata ukiwa 4, mimi nikiwatwanga elimu vizuri, hao 4 wanaenda kumultiply, wanakuwa 800, 900, 100. Kwa hawa jamaa hawa wanaogombea na Dr. Samia wangeahirisha kazi. Wangegombea ubunge huko, lakini kwenye urais huko wangemwacha Dr. Samia. Kwa sababu hayupo wa kushindana naye. Kwa sababu wao wataeleza nini? Na watamsema kwenye lipi? Kwa sababu tunachoangalia kwenye kiongozi, leadership ya kwanza ni utulivu wa nchi. Nchi haijatulia, imetulia. Haijatulia? Imetulia. Wewe huwezi kwenda Kariakoo? Huwezi kwenda Ilala? Kuna mtu akienda Mnazi Mmoja anasumbuliwa? Kuna mtu akipita na hela na kabla? Ndio kutulia kwa nchi. Labda watu hawaelewi kutulia kwa nchi maana yake. Mmepata imani? Hamnywi chai mpaka usiku nye. Hamnywi kahawa. Kuna watu wanapiga bao mpaka usiku. Kuna mtu wanapiga karata pale mpaka. Huo ndio utulivu wa nchi. Huo ndio utulivu wa nchi. Unavyoenda chuoni pale hamna mtu anayekuzingira zingira, anayekusukuma sukuma, ndio nchi imetulia. Ndio nchi? Haya ndio mkaeleza wanavyo. Sawa? Muwe front na mkayasema. Lakini tufahamu kwamba mwaka huu tunao uchaguzi, no? Sasa sifa ya kwanza ya chama chetu au mazumuni yako malengo ya 19, si ndivyo? Lengo kuu ni kushika, na sisi Chama cha Mapinduzi kwa kazi tuliyoifanya lazima wananchi watatupigia kula, tutashika dola kwa kupitia kula za wananchi. Rudia tena. Tutashika dola kwa kupitia kula za wananchi. Kwa watu usitafute sababu huko nje. Kwa uchaguzi upo na utafanyika na tutashindana na vyama vingine, lakini Chama cha Mapinduzi tuna uhakika wa kushinda kwa sababu wananchi tumewapelekea maendeleo. Hawana sababu ya kutunyima kura. Hawana sababu? Kelele zipo. Hamwezi kusikana kelele, hata familia watu 10 wapo wawili wanapiga kelele. Sasa watu wawili wanaweza kuhamisha watu 8 kuendelea kula chakula. Kwa wapo wengine ni kelele kwenye familia. Wewe sisi tukizaliwa 3 anakuwepo mkorofi mmoja. Mkizaliwa 4 anakuwepo mmoja tu. Nyinyi mnasema mle saa 2, anasema saa 4. Sasa msishangae hata sehemu nyingine huko nje wengine tunataka nchi iende mbele, lakini mwingine anatokeza anasema unamuuliza unafaidika na nini? Hana majibu. Hana majibu. Kwa hiyo moja, uchaguzi utakuwepo. Uchaguzi na CCM
itashiriki kwenye uchaguzi kama vyama vingine ambavyo vitashiriki. Na CCM tumejipanga kushinda kwa sababu tumetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2025 chini ya mwenyekiti wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tutashinda. Na tutashinda kwa kupigiwa kura. Nimeweka full stop. Hatuna namna nyingine ya kushinda zaidi ya kupigiwa. Manake ibara ya 8 ya katiba ya nchi inasema mamlaka zote zinatokana na wananchi. Zinatokana na nyinyi mtaanza kitabu na mniconnect, uniambie ukishapata, uniambie kazi mlizofanya na mimi nitazungusha kwa wiki yote kwa pamoja. Sawa. Kwa hiyo wachangie hii milioni 1, nimeona hapa moja ya maombi yenu ni kompyuta na printer. Sawa. Hii samani za ofisini sijajua shilingi ngapi, lakini mtaniandikia samani yake, basi tuendelee kuwasiliana. Lakini leo ni chukue kompyuta na printer. Na ningejua mapema, lakini ningekuwa nimekuja nayo na ili hela siwe shida. Lakini nakuamini mwenyekiti. Inanua kupiga picha risiti. Watu wa picha naitaka nakala maana naituma kwa mwenyekiti zaidi kwa wale kuchangia kwa niaba yao. Hii ni milioni 1 nimechangia kompyuta 1 na printer kwa ajili ya kazi ya TEHAMA kuendeleza kazi za Dr. Samia Suluhu Hassan. Matawi nchi nzima wala ambao wako tayari kufanya kazi hizi kwa haraka watutafute sisi wadai tuwasaidie. Kwa hiyo nataka kuona vyuo vikuu na wima kuona vyuo vikuu vinaendesha mambo yake kisasa. Dunia sasa teknolojia imehama. Kwa hiyo milioni 1 ya kompyuta, yani leo hii nenda Kariakoo pale utapata kompyuta, utapata printer ya kisasa safi kabisa, na unapata kala kabisa. Unapata kala sawa, tafuta laptop pale nini kwa njia zenu faster. Mungu awabariki sana. Wifi ndio shingapi? Moja na wanunulia na ile wifi. Dr. Samia zikiwa kwa kasi kwenye mtandao kuanzia leo. Nitachukua namba za mavioni ya huko kote. Natafuta utaratibu kila angalau nikipata ripoti naambia nimewarushia bando, anza kushambulia. Lege chagua a strong neck. Kwa milioni 1 pamoja na 10,000 wakanunue kile cha kutembea nacho kile popote walipo wanabii. Wale wa nyumba ya jirani wale wako wachache wanachezea visimu tu. Mimi nimejua wanachofanya. Kwa na mimi nilikuja kuambia fanyeni. Kuna jambo. Sisi nielewa unachoongea. Kwa hiyo sisi twende kisayansi.